Mtazamaji wa Roby TV, leo katika Mboni ya Soka tumekuandalia vitu vikubwa vitano ambavyo vimetikisa ndani ya wiki hii. Lakini kubwa kuliko ni kutoka kwa mchezaji aliyekuwa mchezaji wa Yanga Africa, hapa namzungumzia Stefan Aziz Ki. Bwana Stefan Aziz Ki kama ilianza kama tetesi, baadaye wakasema anaondoka Waridi Mzinze, lakini ikawa kama surprise kwa mashabiki na wapenzi wa soka wa Yanga Africa. Baadaye tukuja kupata taarifa na tetesi zilianza kutokea, video ambazo tulimwona Aziz Ki akiwa airport, lakini wengine wakasema labda ni kipindi cha mapumziko, inawezekana anaenda kupumzika Dubai kama ilivyokuwa kawaida yake. Tumeona kupitia kwa bidada, basi hivi ni mke wake Hamisa Mobeto, mara nyingi walikuwa na mtoko wakitoka kwenda Dubai kwenda vacation huko na kufanya mambo mengine, lakini mwisho wa siku ikawa ndo hivyo kama tulivyoona. Stefan Aziz Ki akatambulishwa na Wydad Athletic Club. Kumbuka hii Wydad ni timu kubwa sana na imekuwa ikimulika sana wachezaji kutoka Tanzania. Walianza na mpaka mchapuo ukawa mkubwa kwa Wydad, walianza kwa Simon Msuva, amekipiga sana pale Wydad Casablanca. Baadaye macho na masikio kawa anamulika sana, kwa sababu Waarabu bwana, shida yao waga ni moja, ukishawasumbua katika michuano mikubwa ya kimataifa waga hawataki unyonge, na kwenye ishu ya mkwanja bwana wa jamaa wa Road ajicho akalimulika kwa Stefan Aziz Ki. Mwisho wa siku makubaliano ya pande zote mbili yakawa yamefikiwa na yakatamatika. Aziz Ki jana tumeona akitambulishwa na bosi mojawapo wa bosi wa Wydad Athletic Club kuwa ni mchezaji wao rasmi, na kubwa kuliko kwa sasa hivi tutegemea Aziz Ki kumuona katika mashindano makubwa ya kimataifa, nikiwa nazungumzia kombe la klabu za dunia. Maana Wydad Athletic Club ni klabu ambayo inaenda kucheza World Cup Club, kuja kukutana na timu kubwa kama Man City huko na timu kubwa. Ikumbuke hapo hapa Afrika zishashiriki timu nyingi. Kubwa kuliko ni majirani wetu hawa wa TP Mazembe. Bwana Ali Samata alishapata bahati hiyo kukipiga na Inter Milan. Sasa na sisi tunaweza tukasema sasa hivi tunaenda kumwangalia shemeji yetu, kwa sababu sasa hivi sio mchezaji wetu tena, ni shemeji yetu. Lakini hapa nimekuandalia vitu bora sana ambavyo Aziz Ki, Stefan Aziz Ki amefanya ndani ya ligi kuu tokea msimu ule mpaka sasa hivi. NBC amefanya mambo mengi sana, pengine ndo mambo ambayo yameweza kumpa chapuo ya kuweza kutoka. Lakini kabla ya kutoka, Stefan Aziz Ki anakuja hapa kutoka ASEC Mimosa. Alikuwa ni mchezaji wa moto sana, lakini baadaye zikaja tetesi anahitajika na Mamelodi, anahitajika na timu nyingi ambazo kwa zinaleta ofa, lakini Jangwani wakawa wameweka uzibe, wakasema bado ni mchezaji wetu. Pengine walikuwa wanadili kama ile wanalisikilizia kutoka Wydad. Mwishowe limetiki, lakini maswali yanabaki kwa wadau na wapenzi wa soka kwamba Aziz Ki amefanya mambo mengi sana ndani ya kikosi cha wananchi, lakini kwa heshima ameagwa tu. Yani tumeshtukia tu wametuma posta kwamba thanks Aziz Ki. Watu wakaona hii ilikuwa haitoshi, huyu mtu alitakiwa apewe heshima kubwa kwa hiki alichokifanya. Kama unavyotazama hapo, thanks Aziz Ki, basi wakawa wamemaliza wananchi. Lakini picha inakuja kwa Stefan Aziz Ki kama unavyotazama hapo akiwa na Msonda. Watu wanajiuliza pengine tuendelee kuangalia watu wengine wakitoka ndani ya kikosi kuelekea mwishoni mwa msimu. Msonda amekuwa na mwendelezo mbaya sana, hapati namba, ameandamwa na majeraha. Lakini kubwa kuliko na ambayo kidogo watu imewashtua ma-celebrity na watu wengi mitandaoni ni jinsi gani Aziz Ki alivyomtambulisha mke wake Hamisa Mobeto kwao kwa Gaduga Bukinabe. Watu wengi pindi Aziz Ki anaoa, watu wanasema Aziz Ki ana mama, Aziz Ki mama alishafariki Aziz Ki. Lakini jana tumeona shangwe kubwa alikuwa kutambulishwa ndani ya mtaa na kuzaliwa mambo kabisa. Kweli mambo yalikuwa ni mengi na shangwe ilikuwa kubwa sana. Haya hapa ni magoli bora sana na vitu kubwa sana ambavyo mwamba wa Gaduga Stefan Aziz Ki amevifanya ndani ya ligi yetu mpaka sasa hivi, inakuwa katika nafasi ya 6 au ya 5
barani Afrika kwa ubora imechangiwa na wachezaji wenye kipaji kubwa akiwemo Aziz. Hebu tazama vitu kama hivi ambavyo amefanya ndani ya NBC, alafu niambie kwa comment kwamba ulimwambo unakumbuka kwa ripi goli gani ambalo limekuvutia kipindi chote akitumia Young Africans. Lakini kwa upande wa magolikipa nadhani watakuwa na kumbukumbu kubwa kutokana na mipira yake iliyokufa. Ni mtaalamu mzuri sana wa kupiga mpira iliyokufa, na sasa hivi sio kwamba alikuwa mtaalamu, bado ni mtaalamu. Kwa hiyo nahisi na hata huko anakoenda magolikipa wanatakiwa kumtia chapuo sana, maana ni ufundi sana wa mpira hii. Hivi ni vitu ambavyo amefanya ndani yetu. Masaki anamwekea nafasi sasa, Shadrack Isaka Boka amekata vipas, Stefano Aziz Ki Simba kuna kwetu Chota Chama. Sasa hivi ni maingizo mapya yao kina Ateba wakina Mpanzu, na tunategemea mwakani pengine na wao kuonyesha ile hali waliokuwa nayo, kwa sababu ukiangalia kama Aziz Ki ametumikia Young Africans kwa muda mrefu. Kwa hiyo inakupata ile nguvu ya kuongelea quality yake, kwa sababu quality ya mchezaji sio ya kuiona ndani ya miezi miwili mitatu minne ukaangamua kwamba mchezaji huyo anafanya vizuri. Lakini kwa Aziz Ki kwa msimu yote ambayo amecheza ndani ya ardhi ya Tanzania na ndani ya kikosi cha Young Africans, kwa kweli ameonyesha kila alichojaliwa. Hivi ni vitu ambavyo sisi kama sisi na mashabiki wa Yanga walikuwa watarajii, kwa sababu mtu aliyekuwa anapigiwa chapuo kubwa alikuwa ni Clement Waridi Mzinze, ambao na tetesi zipo kwamba huyo Clement Waridi Mzinze anaenda Marseille ya nchini Ufaransa. Na sisi lengo ni moja tu, kwamba wachezaji wetu watoke nje kama wakina Mbwana Ali Samata, wakina Ahmed Mau Kambi, wakina Saramba na Simon Msuva, wakina Miroshi na wachezaji wengi ambao wanakuja. Ndo malengo na ndo uzuri wa timu ya taifa yenyewe inakuwa na ukomavu mkubwa. Lakini kwa hata wachezaji hao ambao wanakuwa natoka katika vilabu vyetu kwenda katika timu kubwa, tunaanza kuona kama ni njia na mwanga kwa vilabu vingine vikubwa kutoka nje kuanza kutilia tochi na kumulika ndani ya vilabu vyetu, kuona kwamba tayari ligi yetu ishakuwa na quality kubwa, unaweza kupata quality player kutoka katika nafasi nyingine kwa Mzinze ya NBC. Upande ule ufungwa goli la kwanza sana, yani mambo ni mengi sana mtandaoni, hususan kwa watu wanataka kujua Aziz Ki kauzwa shilingi ngapi, Aziz Ki kanunuliwa shilingi ngapi, Yanga wanapataje? Kama unavyojua Waswahili tulivyo, lakini Yanga bado hawajabainisha kwamba Aziz Ki ameuzwa kiasi fulani, Yanga atapata kiasi fulani na mchezaji atapata kiasi fulani. Hayo yote tunayasubiri na tunategemea kupata majibu kutoka kwa mwenyekiti wa wasemaji Ali Shabani Kamwe. Nadhani muda ukifika na ukitamatika atakuja kuyamwaga yote ambayo yameendelea ndani ya klabu ya Young Africans kwa mchezaji wao Aziz Ki kumuuza kwenda Wydad Athletic Club. Sisi macho yetu ni kuhakikisha unapata zile habari. Endelea kusubscribe channel yetu ya Robi TV Tanzania. Asante.